بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى لأن katika yale ambayo yanakuwa ni ya wajib kwa mgonjwa, anasema rahmatullahi alayhi: wa idha kana alayhi huququn falyuaddiha ila ashabiha. Mgonjwa huyu kama atakuwa ana haki za wenyewe, falyuaddiha ila ashabiha, aziwasilishe kwa wenyewe, azipeleke kwa wenyewe. In tayassara lahu dhalik, kama hilo kwake litakuwa ni jepesi. Wa illa, ikishindikana, awsa bidhalik, au siye juu ya hilo kwamba jamani, mimi nina haki ya fulani, ananidai, au kuna haki ya fulani aliwahi kuniazima, irudi kwa mwenyewe, hiyo apelekewe. Hata kama itakuwa ni haki ya mwenyewe ambayo umeivunja, ima ni heshima yake, ni haki yake mtu. Kadhalika faqad qala sallallahu alayhi wasallam, kwani amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam: man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi, akasema al-'ird mawdi'u al-madhi wadh-dhammi min al-insan sawa'un kana fi nafsihi aw salafihi aw man yalzamuhu amruhu. anasema Rasul alayhi salatu wassalam: man kanat indahu madlamatun li akhihi, waweza kusema pia madlimatun li akhihi min 'irdihi, yeyote yule ambaye atakuwa na alichodhulumu, kumdhulumu ndugu yake, min 'irdihi, ya imma hicho kiwe ni heshima yake, au malihi, au mali yake, faliyuaddiha ilayhi, airudishe kwa mwenyewe, qabla an yatiya yaumul qiyama, kabla ya kuja siku ya kiyama, ya kufika siku ya kiyama. Imma kiwe ni qiyamatun kubra au kiwe ni qiyamatun sughra. Qiyamatun kubra ni kile qiyama cha baragumu: wa nufikha fi ssuri fasa'iqa man fi ssamawati wa man fi al-ard illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyam yanzurun. Hiki ni qiyama kikubwa, qiyama cha baragumu, cha parapanda, au qiyama sughra, kwa maana ya qiyama cha kila mmoja atakayekufa kabla ya muda huo. Man mata minkum faqad qamat alayhi qiyamatuhu, yeyote atakayefariki miongoni mwenu, basi tayari qiyama chake kimeshamsimamia. Man mata minkum faqad qamat alayhi qiyamatuhu. Kwa hiyo kabla ya kufika siku ya kiyama, iwe qiyamatun kubra au qiyamatun sughra, la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamu, kwani katika kiyama haitokubaliwa siku hiyo kulipana kwa dinari wala kulipana kwa dirham. Hakuna kulipana mapesa siku hiyo, wala kulipana kwa dinar au kulipana kwa riali au kulipana kwa pesa za Kitanzania, shilingi. In kana lahu amalun salih, kama atakuwa na matendo mema,
huyo aliyedhulumu ukhidha minhu, yatachukuliwa hayo matendo kutoka kwake. Wa u'tiya sahiba, na atapewa yule jamaa yake aliyemdhulumu kule duniani. Allah anasema wakafa bina hasibin, wakafa bina hasibin, ni mjuzi wa hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anajua mbuzi uliyemuiba kwenye zizi la ndugu yako analingana na thawabu kiasi gani, sababu hakuna kulipana mbuzi siku ya kiyama, kwamba mimi nilikuibia mbuzi basi nitakutafutia mbuzi wako, au nilikuchukulia dinari nitakulipa kwa dinari. Kama una amali njema, wewe mwizi au wewe dhalim, zitachukuliwa amali zako njema, atapewa uliyemdhulumu. Ya ima uliyemdhulumu umemdhulumu mali au umemdhulumu heshima yake, kama ambavyo tutaona katika hadithi ya mbele. Wa illam yakul lahu amalun salih, na kama hatakuwa na amali njema, amerudi kwa Allah hana amali njema, hana amali njema, ambao hawajafanya khairi hata siku moja, lam ya'mal khairan qattu, kama ilivyokuja katika hadithi. Ukhidha min sayyiati sahibi, yatachukuliwa madhambi ya yule sahiba wake aliyemdhulumu, yule mtu wake aliyemdhulumu, yatachukuliwa madhambi kutoka kwake huyo mtu aliyemdhulumu. Fahumilat alayhi, kisha yatabebeshwa juu yake, atabebeshwa, atapewa yeye. Mtu ana madhambi yake huko ya utovu wa nidhamu kwa mama yake, yanachukuliwa wanapachikwa wewe. Aliwahi kumpiga makofi mama yake, lachukuliwa dhambi lile wapewa wewe. Huenda wewe ulikuwa ni mtu mashallah una birrul walidain, unawafanyia wema wazazi wawili, wawe hai au wamekufa, au kaua, aliua, yachukuliwa madhambi yake ya kuua kwa mujibu wa ile dhulma uliyomfanyia. Allah ni mwadilifu subhanahu wa ta'ala, hamdhulumu mja wake. la yadhlimu rabbuka mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. hadhulumu wama rabbuka bidhallamin lil'abid, hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja, kwa hakuna uonevu. inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah kaiharamisha dhulma juu ya nafsi yake, haram kajiharamishia yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama huna amali njema, yatachukuliwa makosa na madhambi ya yule mtu wako uliyemdhulumu duniani, utabebeshwa. akhrajahu al-Bukhari wal-Baihaqi wa ghayruhuma. ameitaja hii Imam Bukhari na al-Imam al-Baihaqi al-Shafi'i wa ghayruhuma, na wasiokuwa hao. وقال صلى الله عليه وسلم, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, atadruna mal muflis? qalu al muflis fina man la darahim lahu wala mataa. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. أنا أوليز ما صحبواك الأكارم رضي الله عنهم, atadruna mal muflis? je, mnamjua ni nani muflis, aliyefilisika mnamfahamu? qalu, wakasema masahaba radhiyallahu anhum kumjibu rasul alayhi salatu wassalam,
almuflisu fina, aliyefilisika kwetu sisi katika urfu yetu, man la darahima lah wala mataa, ni yule ambaye hana pesa, hana dirham kwa maana hana pesa, wala mataa, wala hana kitega uchumi chochote. Alikuwa navyo vikasambaratika, akawa ni sifra ala yadain, ana sifuri kwenye mikono miwili, hana kitu, kafilisika. Huyo ndo muflis katika haqiqa al-urfiyya, katika al-haqiqa al-urfiyya, kiurfu yao, na ndivyo ilivyo. Faqala, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, hakika aliyefilisika wa kweli katika umma wangu, yati yawma al-qiyama, ni yule atakayekuja siku ya kiyama, bisalatin, atakuja na sala, maana yake faili lake la sala likikaguliwa liko tamam, wa siyamin, na saumu, kwa maana ya faili lake la saum likikaguliwa liko tamam, wa zakatin, kadhalika zaka alikuwa akitoa, saumu alikuwa akifunga, sala alhamdulillah. Wayati, lakini wakati huo huo atakuja, qad shatama hadha, aliwahi kumtusi huyu, kamtukana huyu, kwa maana akafanya ufasik. Kafanya nini? Ufasik. Sibabu almuslim fusuq, kafanya ufasik. Wa qadhafa hadha, na aliwahi kumtuhumu zina huyu, iwe zina iwe liwati, hii ni qadhf, umtuhumu machafu. Na wanasema ahlul ilm, kwa uzito wa hili Allah tabaraka wa taala ameliwekea mashuhuda wanne watakaoshuhudia tukio kwa sigha moja, wasitofautiane. Na wanasema ulama, haijapatapo katika tarikhi ya Kiislamu kupatikana mtu aliyetoa tuhuma za uzinzi kwa mtu alafu akaja na mashuhuda wanne wakasema kwamba wewe ulimwonaje mbele ya kadhi? Kadhi, nilimuona mimi anampiga mabusu. Kaa pale. Wewe? Nilimuona mimi alikuwa akamkumbatia. Wakitofautiana maelezo, wote wanakula bakora. Haijawahi kupatikana. Kwa hiyo katika jambo baya sana kumrembea mtu tuhuma ya uzinzi, ima kwa lafdhi za sarih au kwa lafdhi za kinaya. Lafdhi sarih, wewe mzinzi, hii lafdhi ya wazi kabisa. Lafdhi ya kinaya, yule mtu michepuko, yule ana michepuko, yule changu doa, yule bwana, yule kiwembe, yule hajatulia. Hii lafdhi za kinaya, kumtuhumu mtu zina, utakiwa ulete mashahidi wanne. Huna fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Pigeni bakora 80 na wala msiwakubalie ushuhuda wao tena, na hao ndio watu mafasik. Kwa watu wachunge sana ndimi zao katika kuwatupia watu tuhuma za uzinzi. Hata kama unamuona yuko na mwanamke kichochoroni, usiseme mzinifu, alal aqal sema shubha, kuna utata. Lakini wakati huo huwezi kusema kuna utata, huwezi jua ni nani yule ambaye kama akakaa naye pale, sio hivyo? Kwani haiyumkiniki siku moja wakawa wameitwa kichochoroni na mama yako mdogo? Kichochoro nini kwani? Si baina nyumba na nyumba?
sio kichochoro hicho, au mpaka lazima kiwe kiza. Kwa hiyo mambo kama haya yanatokea, haya yatakwenda kuwafilisi watu. Wa akala mala hadha, na aliwahi kula mali ya huyu, kwa maana kwa dhulma, kala mali kwa dhulma. Wasafaka dama hadha, na alimwaga damu ya huyu kwa dhulma, ameimwaga damu yake, ya ima kabashiri, kwa njia mubashara, au kwa njia isiyo kwa ya mubashara. Kabashiri yeye mwenyewe kaua, kwa njia isiyo kwa mubashara kalengesha, kaamrisha, kaelekeza, kachochea kuuawa kwake, ni sababu ya kuuawa kwake. Hawa wote watakwenda mbele ya Allah kuwa ni wauaji. Hawa wote mbele ya Allah ni wauaji. Kwa hiyo kila aliyemwaga damu ya watu kwa dhulma, yule aliyemuua siku ya kiyama, kama ilivyokuja katika hadithi, atakwenda kwa Allah yule aliyeuawa amebeba kichwa chake, mkono mwingine kamkamata yule aliyemuua, mpaka kwa Allah. Atamwambia, ya Rabb, sal hadha fima qatalani, ewe Allah, hebu muulize huyu kaniulia nini mimi, nimemkosea nini, lipi kubwa mno ambalo nimemfanya ikawa hukumu yangu ni yeye kuniua. Na hapa wanatolewa wale makufaru waliouawa fi sabilillah katika jihad. Sio kaelewa kwamba kina Abu Jahali nao na kina Uqba bin Abi Mu'ayth watakwenda kuwashika masahaba. Wale Allah kahalalisha. qatilu a'immat al-kufr. Lakini huyu aliyemuua kisa shamba, huyu aliyemuua kisa gari, huyu aliyemkaba mpaka kamuua kisa simu, yule ambaye kwanza kabla ya kumuua ulimwita mnafiki ukamtupia bomu, Muhammad Mkambalagua, yule aliyeuawa kwa bomu kule Zanzibar rahimahullah ta'ala. Atawauliza wale watu, tutawapeleka kwa Allah, ya Rabbi, wauliza hawa fima qataluni, wameniulia nini hawa? Ana muslim usalli ila alqibla umtiqu bishahadatayn, na mfano wa hayo mengi ambayo kwamba yapo na yamejiri. Wa daraba hadha, ataletwa muflis akiwa aliwahi kumpiga huyu, kampiga kwa dhulma. Tunawatoa waliowachapa watoto wao kwa adabu, walimu waliochapa wanafunzi wao kwa adabu, kwa adabishi. Ama kwa dhulma, utakwenda kuhukumiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kullu almuslim ala almuslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam. Fayu'ta hadha min hasanatihi, atapewa huyu wa kwanza katika mema yake. Wewe uliwahi kumtukana huyu bwana, kwa nini? Huna sababu, achukuliwa sehemu ya mema yako. Basi kwa kuwa ulimdhulumu huyu, tunampa huyu mema yako kwa mujibu wa yale matusi uliyomtupia siku ile na kwa uzito wake. Sababu kumtukana mtu wewe na yeye, tofauti baina ya wewe na mbele za watu pia hutofautiana uzito. Mtukana kwa simu, mtukana mbele ya hadhira ya watu, kuzidiana, hali sawa. Huyu uliwahi kumwambia huyu ni mzinifu, huyu ni malaya, na wala huna ushahidi, na wala hakuwa hivyo, ni matuhuma yako tu mabaya. Kwa hiyo tunachukua hapa mema yako kwa kadri ya tuhuma yako hii, tunampa huyu. Kwa hiyo fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu, kama mema yake yatakwisha, huyu bwana huyu aliyekwenda na faili lake la swala liko kamili, faili lake la saumu liko kamili, faili lake la zaka liko kamili, lakini amekwenda na mabalaa haya, hakutubu, hakurejesha haki kwa wenyewe kabla ya kufa kwake, kurudi kwa wenyewe kwamba bwana fulani, naomba unisamehe, fulani nilikuibia siku moja bwana,
vile viatu ambavyo kwamba hukuviona siku ile, siku ya Ijumaa, nilikuwa mimi. Wallahi alazim, na hili hawafikishwi isipokuwa wachache kabisa. Humu wanafunzi wanaibiana humu, si mara kuiba simu, mara kaiba kitabu cha mwenzake, utakwenda kukitoa siku ya Kiyama. Kwa hiyo ukielewa haya, muombe yule ambaye kwamba umemwibia, bwana nimekuibia, basi samehe, au nirudishie kitabu changu ndio nitakusamehe. Maana haki ya kuweka sharti, rudishie kitabu nikusamehe. Nakumbuka alipokuwa tunahifadhi Kenya miaka hiyo, kuna mwanafunzi alinibia pensi, pensi langu la kuvalia kikoi zamani. Baada ya miaka imeshapita, yule bwana akawa anasoma kwenye chuo fulani. Kuna baadhi ya vijana wa Tanzania walikwenda kule, mmoja akarudi akakutana mimi, bwana salamu zako kutoka kwa ndugu yako fulani, asema kuna siku unajipensi lako liliibiwa, ni yeye anakuomba umsamehe. Nikafurahi sana, nikamwambia nimemsamehe fi dunia wal akhirah. Kwa hiyo hutokea miaka 5 mingapi 6 imeshapita, mtu anakuja kukumbushia vitu kama hivyo. Na wewe fanya, bwana nilikutusi, nilikusengenya siku moja, nilikusengenya. Kusengenya ni dhambi, umevunja heshima. Sheikh anasema hapa, hadithi inasema, sio sheikh anasema, madhlamatun li akhihi min irdhihi, kama vile heshima yake. Kwa hiyo kumsengenya umemvunja mtu heshima, isipokuwa wanapotajwa watu kwa lengo la kutahadharishwa au kubainishwa hali zao, haya ni masala mengine. Alqadhu laysa bighibatin fi sittatin, kama alivyotaja al-Imam an-Nawawi katika Riyadhus Salihin beti hizi. Yako mambo 6 yanatolewa, hata kumsema mtu kwa mambo hayo 6 au kwa mujibu wa mambo hayo 6 huambii umemzungumza vibaya. Miongoni mwa hayo ni kumtaja mtu kwa uovu wake ili kuwahadharisha watu, au ili kutaka fatwa na ukumbuzi na vitu kama hivyo, muhadhirin na vitu kama hivyo, wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. طيب فإن فنيت حسناته, كما مما yake yatakwisha, kabla an yuqda ma alayhi, kabla yeye kuhukumiwa kwa makosa yake yaliyokuwa nayo, mema yake yashakwisha kabla ya kuhukumiwa yeye, na yeye pia na madhambi yake. Ukhidha min khatayahum, mema yake yamekwisha, kabakisha maovu. Wale mabwana aliwadhulumu bado wamepanga msururu, wanataka haki zao. Kinachofuata hapa, kuchukuliwa madhambi ya wale uliowadhulumu, sasa kupachikwa wewe. Ukhidha min khatayahum, yatachukuliwa madhambi yao na makosa yao. Faturihat alayhi, kisha yatatupwa juu yake, atapewa mzigo ule, utapewa madhambi ya watu wengine. Thumma turiha fi an-nar, kisha atatupwa katika moto wa Jahannam, aliyekwenda na sala, siyam, zaka. Huyo ndiye muflis wa kweli. Kwa hiyo kabla ya kukujia hii hali na wewe ni mgonjwa, katika mambo ambayo ni wajibu kwako, rejesha haki za wenyewe kwa wenyewe. Uliyemdhulumu mrudishie haki yake, uliyemtukana muombe radhi, uliyemzulia uongo wa zina na tuhuma ya uzinifu na machafu muombe radhi, uliyemlia mali yake na kumwibia muombe radhi, uliyemwaga damu yake. Kuna haki za ndugu zake, kuna haki ya Allah. Haki ya Allah huanguka kwa tauba, huanguka haki ya Allah kwa yule uliyemuua kwa tauba. Na kuna haki ya al-maqtul, yule uliyemuua, na kuna haki ya al-waratha, ndugu zake. Wafuate ndugu zake, ima wakusamehe bure au watake qisas au adiya al-mughalladha, watake dia. Wana sisi tutaka dia ya ndugu yetu, ngamia 100, tupe ngamia 100 hapa, sisi jambo lishi. Ngamia 1 kwa mara mwisho kwa nimeulizia miaka 3 nyuma au 2, milioni 7. Kwa hiyo piga milioni 7 mara 100, toa ngamia hao au thamani yake kama wanavyotaka wenyewe ndugu,
waachane na wewe. Huwezi, basi wao wanataka damu yako pia, wanataka damu. Sisi bwana mheshimiwa kadhi, kama huyo hana ngamia 100 tunataka damu yake na sisi, basi napitishwa pale kwamba huyo uawe. Tumeelewana vizuri? Na dhambi la kumwaga damu Mtume amelizungumza katika hadithi nyingine, la yazalu almuslim fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama, hata achakuwa muislamu yupo katika uga mpana wa kutekeleza dini yake, raha mustarehe, muda wa kuwa hajamwaga damu ya haramu. Akishamwaga damu ya haramu hatulizani, hana mustakbal mzuri. Mara nyingi inakuwa hivyo. Mtu akishaua, yani sio anageuka anakuwa vipi atakapokaa siku kwanza, atakapokaa siku na atakayemuona asema huyu ni ndugu yule nilimuua. Ana kihoro, muda wote yuko na kihoro kinamtatiza, bali mwisho kwa hali hii huenda ikamtoa katika Uislamu, mwisho wake ukawa mbaya kabisa. Kwa nini? Sababu kuna damu ya mtu aliyemwaga kwa dhulma. Kwa dhambi la kuua baya kabisa, na madhambi yote ni mabaya, lakini chunga usiue. Naam. رواه مسلم